Usisahau kusubscribe. Putin na Samia wamefanya mazungumzo ambayo ni mazungumzo ya kidiplomasia, mazungumzo kati ya mataifa haya mawili ambayo yamelenga sekta nyingi sana ambazo kwa pamoja wamezijadili viongozi hao wawili. Sasa utaratibu wetu mara nyingi sana, Putin anapokutana na viongozi wa mataifa mbalimbali duniani, huwa tuna kawaida ya kueleza juu ya zile hotuba ambazo zimetolewa kwa ajili ya kutaarifu umma juu ya kile ambacho kimetokea. Rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo hayo katika ikulu ya Kremlin na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambaye aliwasili nchini Urusi siku ya jana ambayo ilikuwa ni tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026, na sherehe rasmi za kumkaribisha rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ziliandaliwa na rais wa Urusi kwa maana bwana Vladimir Putin. Na mazungumzo ya viongozi hao wawili yalianza kwa kikao cha faragha, ambapo kikao hiki sasa kilihudhuriwa na idadi ndogo ya washiriki kabla ya kuendelea katika kikao ambacho kilihusisha washiriki wengi sana ambao walishiriki katika kikao hicho. Majadiliano ambayo wamejadili viongozi wawili kama ambavyo tulidokeza yanahusu maendeleo zaidi na uhusiano wa kirafiki kati ya Tanzania pamoja na hiyo serikali ya Urusi, na yamejumuisha pia namna gani ya kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya sasa ya kimataifa pamoja na masuala ya kikanda. Na kabla ya mazungumzo haya, hafla rasmi ya mapokezi ilifanyika kwenye moja kati ya jumba kubwa sana pale Urusi, la jumba la Kremlin, na marais wa Urusi na Tanzania wote kwa pamoja walitambulisha wajumbe na ujumbe ambao wameambatana nao, na nyimbo za taifa za shirikisho la Urusi pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilipigwa. Ikawa ni moment moja nzuri sana, na unaona namna ambavyo viongozi hao walionekana kuwa ni watu fulani ambao wanaye furaha ya kuonana, kukutana, kusalimiana, mpaka ikafika time rais wa Urusi bwana Vladimir Putin wakati alikuwa akitambulishwa wale viongozi ambao wameambatana na Samia Suluhu Hassan, alikuta moja kati ya viongozi kutoka Tanzania ile begi yake ilikuwa haijakaa sawa. Kwa hiyo bwana Putin akaenda akamvalisha vizuri, akamseti vizuri, na mwisho wa siku ikawa ni moja kati ya tukio jingine ambalo limeonyesha utofauti wa kile ambacho kimefanywa na bwana Putin. Sasa kama kawaida, nina kawaida kuwaleteni kidogo ka hotuba. Nimechelewa sana, naelewa nimechelewa, lakini muungwana akichutama manake ameomba radhi. Mazungumzo haya alianza rais wa Urusi Putin, ambapo alisema, mheshimiwa rais, marafiki, tunafuraha sana kukaribisha nchini Urusi. Mwaka huu tutasherehekea miaka 65 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili. Tunaye furaha kuona kwamba umeichagua Urusi kuwa nchi ya kwanza kwa ziara yako ya kiserikali nje ya nchi baada ya kuapishwa kwako. Tunaona hili ni kama ishara chanya sana. Kwa miaka mingi, na hasa katika miaka ya hivi karibuni, wakati ukiwa waziri na baadaye makamu wa rais, umeendelea kufanya kazi kwa uthabiti kuimarisha uhusiano wetu wa pande mbili. Uhusiano huo daima umeendelea kuimarishwa kwa kiwango kizuri zaidi. Mwaka jana biashara kati ya nchi zetu iliongezeka kwa takriban 20% mpaka 25, jambo ambalo ni matokeo mazuri. Bila shaka bado kuna nafasi kubwa kupanua biashara zaidi, na tuna kila fursa ya kufanya hivyo. Ninazungumzia sekta mbalimbali zikiwemo nishati, utafiti wa jiolojia, usafirishaji na logistic, afya pamoja na masuala ya elimu. Hapa naomba nikazie zikiwemo nishati pamoja na utafiti wa jiolojia. Hayo maneno mawili naomba mmeyaweke vizuri. Kwa bahati nzuri, ninafahamu kwamba kesho utatunukiwa shahada ya heshima ya Dr. Honoris Causa na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Patrice Lumumba cha Urusi. Niruhusu nikutakie pongezi mapema kwa mafanikio hayo. Pia tunaendelea kushirikiana kwa karibu na kwa ufanisi katika jukwaa la kimataifa. Tunasikilizana na kuunga mkono kila mmoja. Hivi punde tumekuwa tukijadili uwezekano wa wewe kuhutubia mjini St. Petersburg, na ninatumaini hili litatimia siku ambayo inafuata katika kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg. Pia tunatarajia kuona nchi yako ikiwakilishwa katika ngazi ya juu kwenye mkutano wa 3 wa Urusi na Afrika
Tunayo furaha sana kukutana nawe Mheshimiwa Rais. Karibu. Hii ilikuwa ni maneno mafupi machache ambayo yamejaa ujumbe mzito ya Bwana Rais Urusi, Bwana Vladimir Putin, Field Marshal, jasusi na moja kati ya viongozi ambaye ana ushawishi mkubwa sana duniani na ana ushawishi mkubwa sana barani Afrika na ana ushawishi mkubwa sana kwenye nchi za Afrika Mashariki, lakini kama itoshi ana ushawishi mkubwa sana kwa Tanzania, na tukienda ndani zaidi ana ushawishi mkubwa sana kwa wale timu Russia. Baada ya hapo sasa, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akazungumza. Akasema, asante sana Mheshimiwa Rais Vladimir Putin. Mwanzoni kabisa nina heshima na furaha kuwa na fursa ya kutoa shukrani zangu za dhati kwa kualikwa katika nchi nzuri. Tunatoa shukrani zetu kwa mapokezi mazuri tuliyopatiwa. Tumekuwa tukifurahia ukarimu wote ambao umetolewa kwangu na kwa ujumbe ambao nimeongozana nao. Pili, kama ulivyosema kwa usahihi, ziara yangu ina umuhimu mkubwa kwa historia kwangu binafsi na nchi yangu. Imepita zaidi ya nusu karne tangu kufanyika kwa ziara ya mwisho ya kiserikali nchini Urusi, na hiyo ilikuwa ni mwaka 1969 na Mwalimu Nyerere, baba mwanzilishi wa taifa letu. Hivyo kwangu hii ni safari ya kihistoria ya kuja Urusi kujadili masuala ya ushirikiano wetu wa pande mbili pamoja na maendeleo endelevu kwa watu wetu. Kwa hiyo, kwa niaba yangu na kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natoa shukrani zetu za dhati kwa mwaliko huu. Kama ulivyosema kwa usahihi, ni fursa ya kujadili maendeleo yajayo ya nchi zetu. Lakini kabla ya hapo, lazima nishukuru Urusi kwa mchango mkubwa mliotoa wakati wa harakati za ukombozi wa Afrika kwenye miaka ya 60, na tumekuwa tukishirikiana na Urusi hadi leo. Katika maendeleo makubwa tunayoyaona nchini mwangu, Urusi imetoa mchango mkubwa. Hivyo tunaishukuru sana Urusi. Mheshimiwa Rais, kwa jambo jingine niruhusu nitoe pongezi za dhati kwa maadhimisho makubwa miaka 81 ya siku ya ushindi iliyofanyika Mei 9 mwaka huu. Maadhimisho haya muhimu ni heshima kubwa kwa uzalendo wa nchi wa kipekee, kujitolea na umoja wa wananchi wa Urusi. Pia tunafahamu kwamba wiki ijayo utakuwa mkisherehekea siku ya taifa ya Urusi ambayo ni alama ya uhuru na mamlaka ya taifa. Kwa kuzingatia hili, na washukuru wale wote ambao wamepanga ziara yangu katika makaburi ya mashujaa wa vita asubuhi leo, ambapo nilipata heshima ya kuweka shada la maua. Hiyo ilikuwa ni heshima kubwa kwangu na kwa nchi yangu. Tunashukuru sana kwa jambo hili. Kabla kuendelea, tayari nimetambulisha ujumbe wangu, lakini katika mkutano huu mdogo nimeambatana na waziri wa mambo ya nje na waziri wa mipango na uwekezaji, akifuatiwa na waziri wa madini, balozi wa Tanzania nchini Urusi na watumishi wengine ambao wanasaidia ujumbe huu. Hizi ni hotuba za viongozi wawili ambazo pamoja na mambo mengine unaona ni hotuba zenye utofauti kidogo. Ukitazama hotuba ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, kuna maeneo tu ya msingi ambayo amegusia. Anasema Tanzania pamoja na Urusi wanazungumza, hasa maeneo ambayo wanajudge zaidi ni kwenye eneo la nishati, utafiti wa jiolojia, usafirishaji, logistic, afya pamoja na sekta ya elimu. Kwa upande wa serikali ya Tanzania, pamoja na mambo mengine yote ambayo yamezungumzwa, tumeona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameongelea zaidi uhusiano uliokuwepo kati ya Tanzania pamoja na Urusi, hatatokea wakati huo ikiwa ni enzi za Usoviet, kwa maana ya kwamba ni kama wanataka kurudisha tena yale mahusiano ambayo yalikuwepo wakati huo, kwa sababu unaona Rais Samia Suluhu Hassan anatoa shukrani za dhati kwamba Urusi ilishiriki kwa kiwango kikubwa kusaidia mataifa mengi sana ya Kiafrika ambayo yalikuwa yapo chini ya ukoloni, utawala wa mkoloni, jambo ambalo Rais wa Urusi mwenyewe pia amezungumza kwamba wamekuwa na uhusiano wa muda mrefu, uhusiano ambao umekuwa na manufaa kwa pande zote. Sasa wanatakiwa kutazama zaidi ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakaenda kwenye eneo ambalo ni nyeti zaidi, masuala ya nishati, lakini pia utafiti katika masuala ya jiolojia pamoja na masuala afya, elimu na sekta nyingine ambazo ni muhimu kwa mustakabali wa dunia tuliokuwa nayo sasa. Swala la nishati kwa hivi sasa ndilo eneo ambalo linatengeneza vita, linasababisha migogoro katika maeneo mbalimbali duniani. Ukiona Marekani anakwenda kupigana na Iran, unaongelea eneo la nishati. Ukiona Marekani anakwenda kuivamia Venezuela, unaongelea masuala ya nishati. Ukiona Iran anaitandika Kuwait,
unaongelea masuala ya nishati. Ukiona Israel anapambana na Iran Mashariki ya Kati, unazungumzia masuala ya nishati. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kwa dunia tuliyokuwa nayo leo, swala la nishati ni jambo ambalo haliepukiki. Yaani hakuna namna mtu anaweza akakwepa kipengele cha nishati, kwa sababu ndio dunia tuliyokuwa nayo sasa hivi. Hii ilikuwa ni hotuba ya viongozi wawili ambao nimesema na mimi angalau japo nimechelewa niwaambie ndugu zangu, walau hata kwa lugha nyepesi tu ambao mnaweza mkaelewa juu ya kile ambacho kimezungumzwa, halafu baadaye mambo mengine yatajadiliwa. Usisahau kusubscribe